na kabili BRC. Hongera sana. Hongera sana. Asante sana. Baada ya siku ile kufanya ziara pale kwenye kiwanja namba 819, ulitoa maelekezo kwamba iundwe timu yenye kujumuisha wataalamu wenye weledi na wazalendo na wenye ufahamu mkubwa juu ya masuala ya sheria, masuala ya ardhi, lakini pia na masuala ya mirathi. Mimi nichukue nafasi hii sasa, kwa sababu ripoti ulishakuwa umeipitia, niwashukuru baadhi ya viongozi ambao wamefanya hiyo kazi. Kwanza hiyo timu kufanya hiyo kazi ndani ya muda mfupi, siku 10 kufanya kazi kubwa hiyo. Mgogoro ulioanza toka mwaka 2011 haikuwa rahisi. Kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Mohamed Mustafa Yusuf Ali inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint, hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Mheshimiwa Rais, pia tumeona katika taarifa ya kamati, kutokana na hizo fact, wanapendekeza milki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Lugaibula, ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree iliyotolewa na Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021, lakini pia kutokana na mashtaka ya Gush Sports Concert kwa maana ya idhini ya mwenza. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi wa Tanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walilisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Na shukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ile ya tukio, kikasaidia zaidi viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Ninaambiwa wapo wengi pia walioumizwa kwa mfumo huu. Natoa rai kwamba wanasheria, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, Wizara ya Ardhi iendelee kuwa makini kufuatilia na kusaidia Watanzania. Na katika hili nimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Ndejembi, Waziri wa Ardhi, yeye na katibu wake Engineer Sanga, kwa namna walivyotoa sapoti kubwa ya kitaalamu kwa wasaidizi wao mpaka tunafikia hatua hii ya mali hii kurudi kwenye familia ya BRC. Lakini hata huyu bwana Mohamed Mustafa kila anapoulizwa anakuwa na taarifa zenye contradiction. Anasema mimi nilimkopesha mara milioni 150, huku mara inaandikwa milioni 262, huku anasema nilipeleka mwenyewe nyumbani kumsainisha, huku mwanasheria anasema hatukupeleka wenyewe. Kwa hiyo kumekuwa kuna contradictory statements ambazo is a source of paradox. Kwa hiyo nitoe onyo na jeshi la polisi kwa kuwa liko hapa, endeleeni kushughulika na wale wote ambao wamevunja sheria. Endeleeni kumpa notice bwana Mohamed Mustafa Yusuf Ali. Moja, aje aripoti, aje ajibu yale masuala yote yanayomhusu, lakini aje atoe ufafanuzi mahali ambapo anatumia hovyo majina ya viongozi kinyume kabisa na utaratibu.